Nataka nizungumzie habari ya kutoa sadaka kama kuwekeza kwa Mungu. Unapotoa sadaka ni kama unawekeza kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo kama unaandika kichwa cha habari, andika kutoa sadaka kama kuwekeza kwa Mungu. Mkikupa 10,000 sasa hivi, unafanyia nini? Itaenda kwa yatima. Utapeleka kwa yatima, atatoa. Si sawa eh? Hebu mpeni makofi kwa maana anasema atatoa kwa watu, kwa yatima. Si sawa eh? Kwa wahitaji. Kwa hiyo la kwanza ambalo unaweza katoa kwenye pesa, unaweza katoa. Mimi niseme tu ili kwamba kwa habari ya utoaji iwe nafasi moja, unaweza katoa kwa watu au wahitaji, au pia unaweza katoa kwa Mungu. Si sawa? Kwa hiyo tuweke kwenye utoaji. Unaweza katoa aidha kwa Mungu au kwa mtu au kwa wahitaji. Mwingine? Unaweza katoa fungu la 10 itakayobaki. Huyo atawekeza. Hiyo kutoa imeshatajwa. Kwa hiyo eneo la pili anaweza akawekeza. Si sawa? Kwa hiyo la kwanza you can give, la pili unaweza ka invest. La tatu matumizi ya kawaida. Si sawa? Unaweza kutumia matumizi ya kawaida, ukaenda kula, ukaenda kununua nguo, ukanunua viatu, si matumizi. Kwa hiyo unaweza ka spend. Hiyo inaitwa spending. Si sawa? Sawa? Sasa unapotoa kwa Mungu ni kama vile unafanya vitu vitatu kwa mara moja. Kwanza ni kama unaficha, lakini kama unapeana, Wakenya wanasema unapeana, si sawa eh? Unatoa kwa watu wengine, lakini pia ni kama unawekeza. Na ningetamani tuanze kwenye kitabu kile cha Mathayo mtakatifu, ule mlango wa 6 mstari wa 19 mpaka wa 21. Mathayo mtakatifu ule mlango wa 6 mstari wa 19 mpaka wa 21. Biblia inasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo na wezi uvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusipoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa sababu hazina yako ilipo, ndipo utakapo kuwepo na moyo wako. Hapa Biblia inatuambia tujiwekee hazina wapi jamani? Mbinguni. Hapa duniani unaweza kaficha kwenye kibubu, mwizi akakipitia akaiba. Sasa nikawa najiuliza, unawekezaje kwa Mungu? Mungu ameweka mfumo mzuri sana. Mungu anapokupa mali, Mungu anapokupa fedha, anapokupa vitu vyovyote, ameweka namna ambavyo tunamgawia na yeye. Biblia inasema fedha na dhahabu mali ya Mungu. Hebu mguse mwenzako, mwambie fedha ulio nayo mfukoni sio ya kwako, ina mwenyewe. Sawa? Wewe ni steward tu. Mungu anasema kabisa fedha na dhahabu ni mali ya nani? Kwa hiyo usije ukakaa na pesa mfukoni, ukawa na kiburi ukasema pesa yangu sio yako. Pesa ni ya nani? Ni ya Mungu. Anasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Kwa hiyo Mungu anapokupa sehemu ya fedha ni ili kwamba pia usitumie kwa mahitaji yako yale tuliyosema yote, lakini pia ili umtolee na yeye kwa ajili ya kuendesha ufalme wake hapa duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unapotoa kwenye ufalme wa Mungu ni kama sasa unawekeza kwa Mungu kile kiasi ambacho anakupa. Tutaangalia huko mbele kwamba Mungu anapokupa fedha, anakupa fedha kwa ajili ya matumizi yako, lakini anakupa pia sehemu kwa ajili ya kumtolea. Kuna maana anasema yule apandaye anampa mbegu, lakini yule alaye anampa nini? Mkate. Kwa hiyo Mungu ana provide vitu viwili. Anatoa mbegu na mkate. Kwa hiyo kwenye mshahara wako kuna mkate na nini? Na mbegu. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hiyo ile mbegu ni ya kuotesha ili kwamba uendelee kuinvest, ili iendelee kuzaliwa. Kila kitu ambacho Mungu alikitengeneza aliweka mbegu ndani yake. Hata mtu ana mbegu ndani yake. Si sawa eh? Bwana Yesu asaidie ili awe endelevu. Kwa hiyo wewe pamoja upo hivi, lakini kuna uzao uko ndani wa kuendeleza kizazi. Na fedha hivyo hivyo, anakupa fedha, lakini anakupa fedha zingine za ziada ili kwamba uendeleze uchumi wako, usidorore, usiharibike. Haleluya. Na hizo fedha sasa unatakiwa utoe. Ingawaje kihalisia tunapookoka ni kama Mungu anataka vitu vyote viwe vyake. Tunasarenda vyote. Mara nyingi tunaona watu wanasema yote namtolea Yesu. Wakati mtu anasema yote namtolea Yesu, hapa ana 100,000, alafu hapa ana 500, anakuja kuleta 500, lakini anasema yote kwa yeye. Hivi ni kweli? Yaani yote kwa Yesu, lakini 100,000 iko wapi? Iko nyuma, lakini 500 au 1,000, alafu nakuja yote kwa yeye, yote kwa Bwana Yesu asaidie sana.
Kuna mtu mmoja na mwinjilisti mmoja nilisoma, ni hadithi ya kweli kabisa, nilisoma kwenye kitabu. Huyo mwinjilisti alikuwa anahubiri kwenye kijiji chake, ni Ulaya. Akawa anahubiri. Sasa kwenye kile kijiji kuna mkulima mmoja tajiri sana. Alikuwa na matrekta na magari na mashamba mengi makubwa. Kwa hiyo akawa anaenda pale kwake kumshuhudia miaka na miaka, anamfundisha neno la Mungu, anamfundisha maana ya kuokoka. Baadaye ikapita muda mrefu, yule mwinjilisti karibu wakati tamaa, siku moja jioni yule tajiri akamkaribisha kwake. Alipoenda akamwambia, bwana mwinjilisti, yale maneno yako yameniingia, nataka nimpokee Yesu hawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Akamwambia, umepiga gharama ya kuokoka? Akamwambia, nimeshaamua na familia yangu tunaokoka leo. Akamwambia, kama umepiga gharama na umekubali, lazima ufuate masharti nitakayokuambia. Akamwambia, leta masharti. Sharti lolote utakalotolewa na kubali kulipokea. Akamwambia, sasa kama umekubali masharti yangu, kabla sijakuongoza sala ya toba, kalete kitabu chako cha benki, ili kwamba hela yako yote iwe mikononi mwangu mimi, alafu ndio nitakwambia. Akaenda akaleta kitabu cha benki. Akamwambia, sasa mwinjilisti, unachukua kitabu changu cha benki, mashamba yangu nitalimia nini mwaka huu? Akamwambia, kumbe una mashamba, kalete hati zote za mashamba. Akaenda akaleta hati zote za mashamba. Asema, sasa haya matrekta yangu na magari nitakuwa nafanya nini? Maana mimi kazi yangu ni kilimo. Ambia, kumbe una matrekta na magari, kalete kadi za gari na mashamba na matrekta hapa. Akaleta. Ambia, sasa ina maana tutakuwa tunaishi kwenye nyumba tu hapa, sasa hatuna kazi nyingine? Ambia, kumbe na nyumba unazo, kalete hati za nini? Za nyumba. Akaleta hati za nyumba. Huyu mkulima hajui kitu gani kinaendelea, anasema, mbona jamaa anakuja kuninyang'anya kila kitu hapa nyumbani kwangu? Baadaye akamwambia, sasa mke wangu na watoto watakuwa wanaishi wapi? Maana ameshachukua hati zangu za nyumba. Akamwambia, kumbe una mke na watoto, walete hapa. Akawaleta watoto, akawasarendesha kwa mwinjilisti. Ambia, sasa mimi nitaishije? Mimi sina mke, nitaishije? Ambia, kumbe na wewe upo, njoo na wewe. Akaja akapiga magoti. Ambia, haya pigeni magoti wote. Akaongoza sala ya toba. Alipomaliza kuongoza sala ya toba, akaanza kumrudishia kimoja kimoja kuanzia yeye mwenyewe. Lakini anamwambia, sasa nakurudisha, lakini wewe sio mali yako mwenyewe, wewe ni mali ya nani? Ya Bwana. Wewe kila siku Bwana akikuhitaji utapatikana, kwa sababu umeshajitoa kwake. Wewe sio mali yako mwenyewe tena. Akamrudishia mke, akamrudishia watoto, akamrudishia nyumba. Akamwambia, na hii nyumba siku tukiwa na wageni wa kanisa tawaleta hapa, maana nyumba sio ya nani? Sio ya kwako, ulishaisarenda. Akamwambia, na haya magari tukitaka tutachukua saa yote, kwa sababu umeshamkabidhi nani? Bwana. Na haya mashamba ya kwako, tukitaka huko mazao, tunataka kabichi, tunataka mchicha, tunataka maziwa ya ng'ombe kutoka shambani, utayaleta hapa yamtumikie Mungu, kwa sababu sio mali yako. Baadaye akamrushia na kitabu chake cha pesa. Akamwambia, na pesa yoyote Mungu atakayopoint kwamba anataka kutumika utatoa. Mwinjilisti akamwombea sala ya toba, akaendelea kuwa muumini mzuri. Haleluya. Mungu anataka ujitoe na vyote ulivyo na. Unaimba mara nyingi, I surrender, I surrender. Haya, leta mchango 5,000 utaki kutoa. Lakini I surrender, I surrender. Haya, tuchange jamani, tunataka kununua hata keyboard hapa 20,000 una milioni, lakini unatoa shilingi 2,000. Una surrender all? Hujasarenda. Ukisarenda utatoa kiasi ambacho kitatosha kununua keyboard. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilipojaribu kuangalia kwenye Biblia, nikakuta ndio mfumo wa Biblia. Yusufu alipoenda kule Misri, alipokuwa waziri mkuu wa Misri, alimnunulia Farao mali zote. Kwanza mwaka wa kwanza aliwauzia wa Misri, akachukua pesa. Mwaka wa pili nafikiri akachukua pesa. Mwaka wa tatu wakakosa pesa, akamwambia leteni mifugo, kaleta mifugo. Mwaka wa tatu wakasema hatuna fedha wala mifugo, akasema leteni mashamba, akanunua mashamba yote yao ya Farao. Mwaka wa 4 huko wanaendelea, mashamba yameisha, si sawa? Baadaye na pesa zimeisha na ng'ombe zimeisha, wakapeleka na watoto wao na wenyewe wakajiuza wawe mali ya nani? Ya Farao. Bwana Yesu asaidie sana. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Anataka ukija kwake, wewe na vyote ulivyo navyo uwe mali ya nani? Ya Bwana. Haleluya. Mwimbaji mmoja aliimba vizuri akasema, tembea ukijua umali ya Bwana. Wewe sio mali yako mwenyewe, wewe ni mali ya nani jamani?
ya Bwana, pamoja na vyote ulivyo navyo ni mali ya Bwana. Haleluya. Lakini nilikuwa najaribu kuangalia kwenye kitabu cha Matendo, wakati wanafunzi wa kwanza wamepatikana, Biblia inasema waliuza vyote walivyokuwa navyo. Wakauza mashamba, wakauza mali zote, alafu wakawa na vitu vyote shirika, wala hakuna mtu aliyekuwa na vitu vyake mwenyewe. Kwa hiyo hawakuoni chochote. Hivi niwaulize, Yesu alikuwa na mali gani hapa duniani? Yesu alioi nini? Nini ambacho tunasema Yesu alikuwa nacho? Alikuwa na gari? Alikuwa na baisikeli? Alikuwa na ng'ombe? Alikuwa na mke? Alikuwa na watoto? Alikuwa na nini? Hakuwa na chochote. Bwana Yesu asaidie sana. Hakuwa na chochote. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hatutakiwi kuwa na vitu. Si sawa eh? Lakini yeye alipokuwa hapa duniani hakuwa na nini jamani? Hakuwa na chochote ambacho anaonyesha kwamba alimiliki. Sasa ili Yesu akupate vizuri, lazima awe Bwana juu yako, juu ya wewe na vitu vyako vyote ulivyo navyo. Unapoongoza sala ya toba, nafikiri akina Yaro mnajua vizuri. Unapoongoza mtu sala ya toba, anasema na kupokea Yesu uwe nani? Bwana. Bwana maana yake ni nini? Lord. Si sawa? Lord ina maana kwamba ni boss. Lord kwamba uwe Bwana na Mwokozi. Hilo la Mwokozi tunalikubali vizuri. Lakini inapofika mahali ya yeye ni Bwana, basi tukubali. Sasa Yesu kama sio Bwana kwako, bado hajakamilika. Lazima hawe Bwana na Mwokozi. Bwana Yesu asaidie. Awe Lord and Savior. Si sawa? Awe Lord and Savior. Si sawa? Asubuhi niliwaambia kama Yesu sio Bwana wa vyote, sio Bwana kabisa. If Jesus is not the Lord of all, he's not the Lord at all. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama Yesu sio Bwana wa vyote kwenye maisha yako, yeye si Bwana hapo. Yaani kama ana mipaka kwamba yeye ni Bwana kwenye eneo fulani, eneo lingine wewe ndio Bwana, yeye sio Bwana huyo mtu. Si sawa eh? Hivi nani alianza kumpenda mwingine? Wewe ndio ulianza kumpenda Mungu au Mungu alianza kukupenda wewe? Yeye ndiye alitupenda mbele. Si sawa eh? Tunaimbaga alitupenda nini jamani? Kwanza tena akatupenda kwa upendo wa nini? Wa milele. Lakini mimi nasema sio tu kwamba anatupenda kiasi cha kutuonea wivu. Anatupenda, kuna mahali Biblia inasema Mungu ni mwenye wivu. Si sawa? Anatupenda mpaka anatuonea nini? Wale wenye wake na waume wanajua maana ya wivu. Hao wengine ambao hamjaoa na kuolewa hamjui maana ya wivu. Yaani anakupenda mpaka anakuonea na nini? Na wivu, kwamba yaani hataki utoke kwenye mikono yake. Anaona mikononi mwake ndio uko salama. Sasa kwa nini Mungu anatupenda mpaka anatuonea wivu? Kwa sababu ametuumba kwa mfano na kwa sura yake, ametuumba kwa thamani, ametuumba kwa umaalum kabisa. Kwa hiyo anatupenda, lakini sio kwamba ametuumba tu, ametuwekea na vitu vya thamani kwenye maisha yetu. Haleluya. Kwa hiyo anapoona kwamba tunacheza inamsumbua, kwa sababu ametuumba vizuri, lakini pia ametuwekea vitu vya thamani kwenye maisha yetu. Tukitaka na sisi kumpenda Mungu, tukubali kuwa watoaji kwa Mungu. Mungu alitoa. Na sisi lazima tukubali kufanya nini jamani? Ukiwa mtoaji kwa Mungu, Biblia inasema hapa, alikuwa amesema pale hazina yako ilipo ndio moyo wako ulipo. Si sawa? Kama unapenda pesa. Eti kuna watu wanapenda pesa hapa. Si Biblia imesema shina la ubaya la mambo yote ubaya wote ni kupenda pesa. Kuna watu wanapenda pesa. Mnapenda pesa? Hata mimi napenda pesa. Pesa haina shida. Sawa eh? Pesa haina nini jamani? Ni kweli anasema shida la mabaya yote ni kupenda nini? Pesa. Lakini sidhani kama kwamba hakuna mtu asiyependa pesa. Askofu wetu mstaafu mkuu anasema huwezi kupenda na watu wote kama pesa. Si sawa? Kila mtu anapenda pesa kiasi fulani. Kuna watu wanasema pesa ni sabuni ya roho. Si sawa? Kwa hiyo kila mtu anapenda pesa. Sasa ukitaka, kwa vile unapenda pesa, ukimpa mtu pesa, huyo mtu utampenda, kwa sababu pale pesa inapohamia na moyo unafanya nini? Unahamia. Ukitaka kulipenda kanisa, toa kwa kanisa. Ukitaka kumpenda mchungaji wako, kama moyoni usikii kumpenda vizuri, mtamfanyie kitu fulani, alafu tumie gharama kidogo, utashangaa unampenda. Haleluya. Kuna kijana mmoja alienda kwa hao kansela wa ndoa, hao watu wanao kanseli kwa habari ya mambo ya ndoa. Akamwambia, mshauri, napata tatizo kwenye ndoa yangu. Tumekaa na mke wangu kama miaka 3-4, lakini badala ya upendo kupanda, naona upendo unafanya nini? Unashuka, nifanyeje? Akamsikiliza. Baada ya muda akamwambia,
naomba ufanye kitu kimoja, kubaliana na mimi. Wekeza kwa mke wako. Wekeza vitu vya gharama kwa mke wako. Mpeleke shopping, mnunulie nguo za gharama, mnunulie saa za gharama, mnunulie viatu vya gharama, peleka saluni ya gharama, mpe na pesa kama laki kadhaa, kila saa atembee nazo huko mfukoni. Alafu uone kama upendo hautarudi. Akamwambia nakupa miezi 6 tu. Alafu ni kweli baada ya miezi 6 alirudi, akamwambia ndio imepona. Sasa hivi nampenda mke wangu. Haleluya. Silifikiria hata mama watapiga vigelegele jamani, nawapigia kampeni namna hii. Mimi mwenyewe nakaa nyumbani na mke wangu. Kuna saa namuona amenuna, namuuliza vipi, mbona umenuna? Ananiambia sina hela kabisa mfukoni. Naambia za nini unataka? Anambia zikae tu huko mfukoni. Sawa? Yaani zikae tu. Bwana Yesu asaidie. Wakina baba, Bwana Yesu asifiwe. Wewe mpe mama hela aweke mfukoni, hata kama ana kazi nazo. Unashangaa hata kama afya ilikuwa imeharibika, anaanza kushamiri kwa sababu pesa ni sabuni ya roho. Haleluya. Usimuulize za nini, wewe mpe tu aweke. Na nimejifunza nikienda kwenye mahali popote nikipata kahela nakata kidogo na mtupia. Namwambia weka. Nashangaa anacheka yeye mwenyewe tu, ndani anafurahi. Anaimba haleluya, najiuliza haleluya zinatoka wapi, kumbe pesa iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anapenda pesa ikae mfukoni bwana. Si sawa? Hata mtoto mdogo anapenda pesa ikae mfukoni. Si kweli? Kabisa. Kuna katoto kangu kakaanza kamekuja hapo kana wiki 3. Sasa kuna siku nimemuuliza, "Vipi una hela huko mfukoni?" Ananiambia nayo 2000 tu. Ananiambia sasa baada ya wiki namuuliza, "Bado una hela?" Akasema nimebakisha 1000. Juzi nikampiga hela cha mshahara nikamuongezea na kitu kidogo. Yaani napita huko ndani naona anacheza huko ndani namna hii. Nikajua kweli pesa sabuni ya nini? Sabuni ya roho. Haleluya. Wana fundisha semina za vijana na wanandoa ambao wanaanza. Na waambia ukiwa na mwenzi wako wekeza vitu vya gharama kwake. Sawa? Muongezee thamani. Kama hajasoma mpeleke shule. Akienda shule mtafutie kazi, mtafutie biashara, mtafutie shughuli ya kufanya. Akiwa namna hiyo alafu ukampeleka na kasaluni, ukampa na viela, kila kitu kikakaa vizuri na mavazi mazuri, anakupendeza, anaanza kukuvutia na upendo unafanya nini jamani? Unakwenda unakaa vizuri. Bwana Yesu asaidie. Au mnasemaje wa mama jamani? Niko sawa sawa au ninakosea nini? Niko sawa. Niko sawa sawa. Niko sawa. Hapo anasema niko sawa. Sawa sana. Ndivyo hivyo na kanisani. Ukitaka kulipenda kanisa, wekeza kwenye nini? Kwenye kanisa. Tulikuwa tunaongea na watu fulani kwenye kipindi hiki cha kwanza tulimaliza. Wakawa wanaongea jinsi ambavyo walichimbaga mtaro hapa, wakawa wanasawazisha udongo. Hao watu hawezi kuondoka hapa maana wanajua jinsi walitoa jasho kwa ajili ya kanisa hili. Haleluya. Wakati tunajenga kanisa pale, Yesu aliwaambia asubuhi. Tulipandisha kanisa letu mpaka jengo la kanisa mpaka tukafika kwenye lenta. Baadaye akaja yule missionary huyo ambaye amezikwa hapa anaitwa Fritem. Akatusaidia kupaua. Alipomaliza kupaua, akatuambia nataka kuwasaidia kupiga plaster. Tukamwambia sasa tufanyeje? Akasema wekeni madirisha nyinyi kwa gharama yenu, alafu na mimi nitawasaidia kupiga plaster. Tukaweka madirisha, akatusaidia kupiga plaster. Baadaye akasema nataka kuwasaidia kuweka floor. Lakini nyinyi leteni mawe, mkishapanga mawe, na mimi nitaweka nini? Floor. Baadaye tukamaliza ile jengo. Lilipoisha, nikamuuliza kwa nini ulikuwa unatutabisha vitu vingi namna hii? Wakati mwingine tunataka kuweka vibarua. Anasema hapana, washirika waje wafanye wenyewe, hakuna kuweka kibarua hapa. Siku moja wakati tumemaliza, tuko mahali tunakula mchana, akaniambia washirika wasipofanya kazi ya kanisa, hawatakaa walipende hilo kanisa lao. Kwa sababu hawajagharimia chochote. Kuna siku nilikuwa nawaambia wachungaji hapo, nikamwambia kuna siku tuligawa wakati tunapumzika kidogo kipindi hii. Nikamwambia kuna wakati ambao tulipata ufadhili wa Biblia. Tukagawa Biblia pale kanisani karibu kwa kila mtu ambaye alikuwa na Biblia. Hata wengine waliokuwa nazo zimechakaa. Lakini baada ya wiki mbili unakuta Biblia kama 4-5 zimeachwa kule kanisani, hata hazijui mwenyewe. Kwa sababu hawajafanya nini jamani? Na wanaume, kama hujawahi kulipa hata mahari kwa mke wako, kalipe mahari. Inawezekana ndio sababu mpeni mahari hata hujagharimia chochote. Bwana Yesu atusaidie. Si ni kweli? Maana hujagharimia chochote. Ukianza kugharimia, lazima utafanya nini? Utapenda. Ukigharimia kwenye kanisa, utalipenda kanisa lako. Na ukitoka kwa Mungu pia utampenda nani jamani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asaidie. Habari ya uwekezaji,
uwekezaji ni mfumo wa Biblia. Huku Tanzania kuna mfumo fulani ambao wafanyakazi wale walioajiriwa wanawekewa akiba ya NCCF. Si mnafahamu? Akiba ya uzeeni ile, si sawa? Lakini NCCF sio kwamba inangoja mpaka siku ukistaafu. Ukiwa na NCCF, familia yako inapata matibabu ya bure. Lakini mke akitokea mama akajifungua, anapewa nini? Fao la kujifungua. Lakini ikitokea msiba pia kuna fao la kufa. Lakini bado akiba yako inabaki wapi? Pale pale. Lakini ukimaliza ukistaafu, unapewa hela yako yote, lakini baadaye kama umetimiza masharti yanayotakiwa, unaendelea kulipo kidogo kidogo, 1/3 ya mshahara wako mpaka siku unakufa. Si akiba nzuri hiyo? Mungu na yeye, sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Akijua kwamba tuna maisha haya, lakini tuna maisha ya baadaye. Kwenye maisha haya anataka uweke akiba kwake, lakini baadaye kuna maisha ya baadaye mbinguni. Sawa jamani? Kwa hiyo anataka ujenge ufalme, ufanye hapa, lakini baadaye ujenge ufalme wa nani jamani? Wa Mungu wa mbinguni. Kwa sababu anasema msijiwekea akiba wapi? Hapa duniani. Kwa hiyo kwenye kutoa sadaka ni kama tunafanya hivi. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 3 mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 9. Biblia inasema Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 9 anasema, maana si tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hiyo unapotoa fungu la 10 au unapotoa sadaka ni kama unajiwekea akiba wapi jamani? Na kwenye Mathayo wanasema mtu asiyekusanya pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utawanya. Kama ukikusanya ukala mwenyewe, ni kama unafanya nini jamani? Unatawanya. Sasa kwenye kanisa hii sadaka za kawaida tunatoa kwa hiari yetu. Hii sadaka kama tulizotoa hapa tunatoa kwa hiari. Kwa hiyo kuna sadaka za hiari, kuna aina mbalimbali za sadaka. Lakini kuna sadaka za hiari, hata michango ni hiari. Tukipitisha mchango hapa tunasema jamani, mchango unaleta shilingi ngapi? 10,000. Nani shilingi ngapi? Wilson milioni 1. Tunatoa kwa hiari, tunachanga. Lakini kuna eneo ambalo limewekewa viwango. Fungu la 10 limewekewa viwango. Jina la Bwana libarikiwe. Na hilo fungu la 10 sio fedha zako, ni fedha za mwenye fedha, unatakiwa umrudishie. Kwa hiyo Mungu akikupa milioni 1, 100,000 ni ya nani jamani? Ni ya Mungu. Usijidanganye ukasema hii napeleka kwa yatima, hii napeleka kwa walemavu, hii napeleka kwa maskini. Wewe hiyo 90 iliyokubakia, hiyo 900,000 iliyokubakia ndio ya kwako. Ipangie. Lakini hiyo 100,000 kati ya milioni unatakiwa ulete fungu la nini jamani? La 10. Una mamlaka nayo na huwezi kuitoa popote. Unaitoa hapo madhabahuni unapohudumiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mahali Biblia inasema mtatoa pale ninapowaamuru. Mahali anapowaamuru anasema leteni zaka kamili wapi? Nyumbani, hapo kwenye madhabahu. Jina la Bwana libarikiwe. Niliwaambia inawezekana saa nyingine sisi makanisa ya mjini huko tunapata watu ambao ni wageni. Anakuja anakaa mwaka mmoja, anakaa miezi 6, anakaa miaka 2, anarudi kwao. Change hata kama kwenu ni sijui ni Tabora huko. Ukija hapa fungu la 10 unatoa wapi? Hapa. Hata kama unakaa mwaka mmoja, fungu la 10 unatoa hapa. Maana hapa ndipo unapohudumiwa, ndio madhabahuni. Tuko sawa sawa jamani? Mimi kuna washirika ambao nao wamekuja wamekaa kwa miaka 2, 3, mwaka jana ndio mmoja amenunulia suti akarudi kwa Mwanza. Lakini toka alipohamia kwangu, fungu la 10 anatoa kwa nani jamani? Anatoa hapo kwangu kwa sababu mimi ndiye mchungaji wangu. Alipoondoka ananiambia kwa heri, anahama na fungu lake la 10. Wengine nimekaa nao miaka 5. Mwaka jana tena walikuwa wanatoa mafungu ya 10 mazuri kweli kweli. Wamehamia Dodoma, wengine wamehamia mkoa wa Pwani. Lakini wamehama na mafungu yao ya 10 na ngoja Mungu alete wengine wapya. Haleluya. Mpe mwenzako mkono, mwambie usitoe fungu la 10 popote. Maana wengine mnadanganya huko, mnaenda kwa manabii anasema fungu la 10 unaweza kaleta mahali unapobarikiwa. Unabarikiwa wapi? Kwa sababu unaruko na kuambia upokea magari. Hapa ndio unapata baraka zako hapa. Haleluya. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo ukitoa huko mwingine marupurupu umetoa, lakini fungu la 10 unatakiwa utolee wapi? Hapa kanisani. Sasa changamoto ya fungu la 10. Maana na mimi nimekuwa mchungaji Mathayo sio muda mfupi kidogo. Nimekaa na miaka zaidi ya 20 sasa. Kuna shirika wengine wanapenda. Sawa wako kwenye hali nzuri na mchungaji hajamkemea kuhusu ndoa yake. Fungu la 10 linafanya nini? Linatoka vizuri. Lakini wakitirafiana na mchungaji kidogo,
Anasema hata liona basi la fungu la kumi. Sasa niwaambie, hii fungu la kumi tunamtoleaga mchungaji au tunamtolea Mungu? Sasa hata ukifanya vita na mchungaji haitakusaidia. Wewe fungu la kumi unatoa, aidha una amani na mchungaji au na wazee au na kwaya au una amani. Fungu la kumi ni sheria ya nani jamani? Ya Mungu. Unatoa nyakati zote na inatolewa na kila mtu. Maana wengine wanasema Mungu akinipa mshahara mkubwa, akinipa kazi nzuri, nitatoa fungu la kumi. Sasa kama Mungu anakupa 100,000, unashindwa kutoa 10,000. Akikupa milioni ndio utatoa fungu la 10 laki. Si ndio utatetemeka uishi? Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Alafu utoi kiasi unachotaka. Unatoa kiasi ulichoelekezwa na neno la Mungu. Si sawa eh? Maana najua huku makanisani kuna kina Anania na Safira wengi pia wanapata pesa alafu wanakaa wanasema tupeleke fungu la 10 shilingi ngapi hapa? Fungu la 10 limeandikwa, sio kujadiliana. Wakina mama, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nyinyi ndio wajaja kweli kwa kusema tupeleke kidogo mtumishi, nyingine tutapeleka mwezi unaokuja. Hakuna. Peleka fungu la 10 kama linavyotakiwa. Anasema leteni zaka kamili ili uone kwamba sitawafungulia nini? Milango na madirisha ya mbinguni na kulinda vile viharibuvyo. Haleluya. Ngeuke mwenzako mwambie usiwe jamii akina Safira na Anania na Safira. Mwambie tu usimwangalie kwa nguvu, mwambie usiwe miongoni mwa Safira, Anania na Safira. Bwana Yesu atusaidie. Wenzako wakitaka kuwa Anania mwambie hapana, mimi sitako Safira. Si sawa? Kwa watu ambao wanafanya biashara pia kuna mfumo wa serikali ambao unatakiwa walipe asilimia ngapi kupata faida? Kwenye vati asilimia 18. Kwa hiyo wale wanaofanya biashara, serikali inaweka mfumo wa asilimia 18. Ukishalipa asilimia 18 serikalini, serikali inakuruhusu kufanya biashara. Na Mungu na ili fanya biashara, ndio sababu waliweka fungu la 10 ili ulipe kodi yake. Fungu la 10 ni kodi ya nani? Ya Mungu. Ndugu zangu, kuna watu wanasema fungu la 10 ni agano la kale. Hiyo wakati wa kina Ibrahimu. Ibrahimu ndiye mwanzilishi wa imani hii tunayoabudu leo. Sisi ni watoto wa Ibrahimu na ndiye aliyeanzisha fungu la 10. Tunatoa wote, uwe na kidogo, uwe na vingi, unatoa. Si sawa? Unajua Mungu ni mwaminifu sana. Mungu hawezi kukudai kitu ambacho hajakupa. Lakini anasema waliopewa vingi watadaiwa vingi. Waliopewa vichache watadaiwa vichache. Kwa hiyo kuna siku Yesu alikuwa madhabahuni, sijui kwa nani alikuwa anaangalia sadaka. Na mimi leo ningekumbuka ningeangalia sadaka. Akaona matajiri wameweka pesa. Kumbe matajiri walikuwa wanaweka sehemu tu kidogo ya vile walivyopata. Akaja mama mmoja mjane akaweka senti 2. Alipotoa conclusion akasema huyu mama ametoa vingi kuliko wote, kwa sababu yeye yule mama alitoa vyote alivyokuwa navyo. Ndugu zangu, tunapotoa sadaka usitoe kwa kujipima na mtu mwingine. Toa jinsi Mungu alivyokubariki wewe. Na mimi nilikuwa nimemwambia mchungaji asubuhi wakati naongea hapa, nikawasema yaani mimi nishaweka agano na Mungu. Sitaweka kabisa sadaka ya Jumapili chini ya 10,000 kwenye chombo cha sadaka. Kwa hiyo hata leo wakati mnahesabu sadaka, wale mnaohesabu sadaka, ukikuta noti ya 10,000 nyekundu ni ya kwangu hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukikuta iko moja ni ya nani jamani? Ya mchungaji mko hiyo. Tuko sawa sawa? Tusimpe Mungu masazo. Si sawa? Tusimpe Mungu nini jamani? Tumpe pesa, tutoe pesa. Unajua kanisa kama hili la radio ni kanisa linaaminika. Hata uchumi wake unatakiwa uwe nini? Uwe juu. Tuweke sadaka nono ambayo kanisa litabarikiwa, litainuliwa, watumishi watafanya kwa uhuru, kila huduma zitafanya nini? Zitaenda. Lakini niseme, mnapotoa sadaka nzuri, mnapotoa mafungu ya 10 vizuri, mchungaji anashamiri, anaishi vizuri, si sawa? Lakini kwa sababu pia tunatoa pasenti zingine zinaenda parishi inashamiri. Kutoka parishi kanisa la mahali linafanya nini? Linapata. Kutoka kanisa la mahali jimbo na lenyewe tunapata pasenti. Taifa na lenyewe linapata. Kwa hiyo unapozuia, yaani kwamba unasema wote katibu wa jimbo afie huko jimboni, mchungaji wangu afie hapa kanisani, askofu mkuu na yeye afie huko makao makuu. Bwana Yesu asifiwe. Mkitubariki na sisi tunawabariki. Si kweli? Haleluya. Niseme neno ambalo sio la kupendeza. Kuna watu wanapazikaga. Lakini Biblia yangu inaniambia makao hayana budi kufanyia nini?
Kuja na mimi wakwaze kidogo. Sawa. Ndugu zangu, kwa mfano kama wewe ni mfanya biashara, usipolipa 18% ya VAT, si unafungiwa biashara? Wala huwezi kudai nataka barabara, nataka maji, nataka umeme, nataka huduma mbalimbali wala hospitali. Si sawa? Lakini ukiwa umetoa fungu lako la 18%, una halali ya kuhoji serikali kwamba mbona hamleti maendeleo. Si sawa? Na wewe ukitoa fungu la 10, maana makanisa yetu ya FBC mara nyingi 10% ndio ambayo kutoka huko tunapata posho ya kuwapa wachungaji. Si sawa? Ukitoa una haki ya kudai huduma kwa mchungaji wako. Kama hujatoa una uhalali wa kudai huduma kutoka kwa mchungaji wako. Haleluya. Bado mnanipenda? Bado nije? Bado nije? Kama utoe fungu la 10, una uhalali wa kudai huduma kutoka kwa mchungaji. Maana sasa kama unajua kabisa kwamba kwenye fungu la 10 ndio anaenda kutengewa, anapata na eka posho kati, na wewe umegoma utoi, kuna mtenda gani, kazi gani ambaye apokee kwenye huduma anayofanya? Anasema hata ng'ombe anapopura nafaka afanye nini? Hadi kutoka zile nafaka. Mvuvi wa samaki anakula kwenye samaki wake, mkamuaji wa ng'ombe anakula kwenye maziwa yale ya ng'ombe wake. Si sawa? Sasa wewe kama umefunga unasema sitoi. Sasa alafu unatazamia aishije? Haleluya. Bwana Yesu asaidie. Kama utoe fungu la 10 ni kwamba unasema ataniona, atakoma, atakaa hapa mpaka atakonda. Akondi, nikwambie. Bwana Yesu asaidie. Jifunze kula na watumishi wa Mungu. Si sawa jamani? Jifunze kula na Mungu. Wakati fulani kuna Elia alienda kwa mama mmoja kule Serepta. Mnakumbuka? Yule mama alipofika yule Elia alipofika Serepta, alimkuta mama mjane alikuwa na unga wa kutumia mara moja na mafuta ya kutumia mara hii. Anasema tunakula ili tufanye nini? Tufe. Elia akamwambia wewe nitengenezee, utakufa kwa sababu hicho chombo chako cha unga hakitapungua wala mafuta hayatafanya nini? Hataisha. Wakala mpaka msimu ule wajao ukafanya nini? Kaisha. Lakini kumbuka hata yule mama, kabla yule mama bado Elia alikuwa anafanya nini? Alikuwa anakula. Hivi mnajua kabla hapo Elia alikuwa anakula wapi? Bado kabla hapo Elia alikuwa anakula wapi? Alikuwa analishwa na kunguru. Nataka niwaambie kunguru haujaisha. Mwambie mwenzako kunguru hajafanya. Mwambie mwenzako kunguru haujaisha. Bwana Yesu asaidie. Wewe ukikataa kutengeneza unga wako na hayo mafuta yako, kunguru bado. Mwambie mwenzako kunguru bado wapo, sawa? Mgeukie mwambie kunguru bado wapo. Bwana Yesu asaidie. Kunguru bado wapo. Watumishi wa Mungu hawatakufa njaa, hawatalala njaa kwa sababu mmekataa kutoa wewe. Bado kunguru? Mbona mmenikazia macho? Tatoka salama hapa kweli? Bwana Yesu asifiwe. Bado kunguru? Au mzee Nyiba unasemaje? Au kunguru wameisha? Kunguru bado wapo. Nyiba anasema kunguru bado wapo. Haleluya. Kwa hiyo usije ukafikiri kwa kukataa wewe, kwa kuzuia wewe kwamba watumishi wa Mungu watakwama. Ndugu zangu, nakwambia yuko Mungu ambaye sio dhalimu. Akiwaita watumishi wake anajua namna ya kuwahudumia. Lakini wewe unatakiwa uwe sehemu ya kushirikiana na Mungu katika kuwahudumia watumishi wake. Si sawa jamani eh? Haleluya. Sasa watu wengi wanaogopa kwamba akitoa fungu la 10 atafilisika, atakuwa maskini. Nataka nikwambie kuna kauli moja inasema you attract what you fear. Unavuta kile unachofanya nini? Kile ukiogopacho ndicho kinachofanya nini? Inachokujia. Nimeonaga watu wengi wanaoogopa kifo. Yaani wanakufa kifo kwa ajabu sana. Na mimi nikwambie ukimtolea Mungu huwezi kufilisika kwa sababu umemtolea Mungu. Haleluya. Nilikuwa najaribu kuangalia habari ya watu wanaowekeza kwa Mungu. Kuna askari mmoja kwenye Biblia anasema kila mmoja ambaye alikuwa amewekeza kwa Mungu alikuwa amejenga hekalu. Wakati fulani mtoto wake akaugua karibu na kufa kabisa. Baadaye akatuma habari kwa Yesu akasema, Bwana njoo niponyee mtoto. Baadaye wale marafiki zake wakamfuata Yesu wakamwambia, Yesu tunakuomba umponye huyu kwa sababu kuna mahali aliwekeza akajenga hekalu. Akaponywa kwa sababu aliwekeza kwa nani?
Bwana Yesu asaidie. Mungu ni wa ajabu sana. Unaweza kawekeza kidogo lakini ukavuna vingi kuliko ulivyowekeza. Labda niwaambie. Kwa mfano benki. Kama na $100,000 benki, siwezi kuchukua zaidi ya $100,000. Si kweli? Si sawa? Hata kwenye M-Pesa siwezi kuchukua zaidi ya nini jamani? Na siwezi kwenda na kadi ya benki nikachukua pesa kama sijafanya nini? Na kwa Mungu ni hivyo hivyo. Kama hujawekeza, una uhalali wa kudai kwamba wewe upate faida kutoka kwa Mungu kwenye mambo ya uchumi. Uchumi ni pale ambapo umewekeza na Mungu anafanya nini? Anakupa faida ya kule kuwekeza kwako. Haleluya. Sasa huyo akida, labda mmoja alisome hilo andiko. Akida kwenye ila la huyo akida. Luka 7 mstari wa 2 mpaka wa 5. Mtu anapata haraka haraka nisaidie. Biblia inasema, na mtumwa wake kila mmoja alikuwa hawezi. Karibu na kufa. Naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa mtu aliyempenda sana. Alituma wazee wa Yahudi kwenda kumuomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu, aliwasihi. Walimsihi. Walimsihi sana wakisema, amestahili huyu mtendee neno hili. Maana analipenda taifa letu. Naye alitujengea sinagogi. Haleluya. Kwa nini huyu mtu? Na wewe wekeza kwa Mungu ili siku moja uwe na kitu cha kumkumbusha Mungu, mwambie hata kama si wewe, watu wengine waseme. Kuna mama mmoja anaitwa Mama Dorcas, na yeye alipokufa walienda kwa Petro wakasema, huyu mama ametuhudumia, ametushonea manguo ya, angalia, anafaa kufufuliwa. Akafufuliwa kwa sababu ya utoaji, alikuwa anawapa watu vitu. Haleluya. Ndugu zangu, kama umemwamini Yesu, achana na kitu kinachoitwa uchoyo. Alafu ni kibaya sana kuwa mchoyo kwa watu mpaka unaenda kuwa mchoyo kwa Mungu. Si kweli? Yaani unakuwa mchoyo kwa watu mpaka unakuwa mchoyo kwa nani? Kwa Mungu. Mungu mpe sehemu yake. Ukishampa sehemu ya Mungu, hivyo vingine ni halali yako. Na labda nije kwenye lengo la kutoa. Kwa sababu watu wanafikiri habari ya kutoa ni kwa ajili tu ya kubarikiwa. Naomba tusome neno moja kwa ajili ya kuonyesha kwa nini tunatoa. Lengo kubwa la kutoa ni nini? Ile Warumi 11 mstari wa 16. Nafikiri sasa ile ndio ulisoma. Biblia inasema, tena malimbuko yakiwa matakatifu kadhalika na donge lote, na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Hebu naomba nisomee kwa hiyo Biblia Good News navyosema. If the first piece of bread is given to God, then the whole loaf is also. And if the roots of a tree are offered to God, the branches are his also. Hebu tafsiri. Maana nisije tafsiri yangu akasema haya ni maneno ya mchungaji. Kwa maneno hayo yaliyoandikwa hapa. Kama kipande kidogo cha mkate kutolewa kwa Mungu. Mkate mzima unakuwa ni wa Mungu. Unakuwa ni wa Mungu. Safi sana. Kama mizizi ya mti kutolewa kwa Mungu. Na matawi yote pia ni ya Mungu. Ni ya Mungu. Haya, sasa hapo kitu kinachoelezwa ni nini? Anasema una mkate wako. Si mnajua mkate wote wako. Halafu unatoa sehemu ya 10 ya ule mshahara wako. Ukishatoa sehemu ya 10, kama ni 100,000, inabaki shilingi ngapi jamani? 90,000. Hii inayopa Mungu tayari ni takatifu, maana kwanza tunakuja kuiombea hapa. Si sawa? Lakini anasema kwa vile umetoa sehemu ya 10, umetoa sehemu ya kile kipande kwa Mungu, huu unaobaki na wenyewe unakuwa wa Mungu. Kwenye Biblia ni hivi, wakati mchungaji anaomba hapa, nilisoma. Anasema kama ile sehemu ya 10 uliotoa ni takatifu, na kile kilichobaki na chenyewe kinakuwa kitakatifu. Si sawa? Sasa watu wengi wanapenda kupokea mshahara. Mkipokea mshahara unamwambia mama, hebu tuweke mikononi mwa Mungu, sasa tufunike kwa damu ya Yesu. Hakuna kufunika kwa damu ya Yesu. Si sawa? Toa fungu la nini jamani? Ukishatoa fungu la 10 umeshafunikwa na damu ya Yesu. Kama hujatoa fungu la 10, hata ukifunika na damu ya Yesu, sijui ufunike na sijui na mwili wake labda ulazi hapo, haikamatiki. Haleluya. Ndio naambia aka kainjili ni kazuri, lakini akapendezi sana, maana naingia kwenye mifuko ya watu. Bwana Yesu asaidie.
Lakini ndugu zangu, tunatakiwa tupone kwenye uchumi. Kweli nawaambia. Mimi nilikuwa mtu ambaye sijui sana mambo ya utoaji. Na kuna wakati fulani mama yangu pia alianza kuokoka kabla yangu. Kuna wakati mama alibahatika akawa na watoto wakasoma wakapata pesa mwanzoni sana wakati familia nyingi hazijaenda shule. Kwa hiyo walikuwa wanamletea mama nguo, wanamletea vyakula, sukari, mafuta, sijui mchele. Sasa vikija tu mama anawaita wale wapendwa wenzake anawagawia nusu kilo ya sukari, mafuta, nini? Sasa baada ya wiki 2-3 vyakula vimefanya nini? Mesha. Sasa namwambia mama, utagawanya vitu mpaka lini? Najua alinijibu kitu kimoja tu. Aliniambia tutagawanya mpaka siku Mungu atakapoacha kunigawia. Aliniweza hajaniweza? Siku mkono wa Mungu ukiniachia kwamba hauleti, na mimi nitaacha kutoa. Lakini so far Mungu ananiletea, na mimi nitazidi kufanya nini? Na ni kweli hakupungukiwa chakula hata siku moja, kwa sababu alijifunza habari ya utoaji. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Usifikiri utapungukiwa kwa sababu unamtolea Mungu. Utapungukiwa kabisa. Na kwa Mungu ni waajabu sana. Yaani ukiwekeza kwa Mungu ni kama kuwekeza huko NCCF. Kuzuri kweli. Mimi nilikuwa huko NCCF nimeondoka mwaka jana. Umri wangu sasa umeisha, nimeenda kutoa. Sasa ukiweka NCCF inawezekana Wilson akaweka milioni 1 na mimi nikaweka 20,000. Maana kiwango cha mwisho ni 20,000. Lakini tukienda kwenye matibabu, wote tunapata matibabu sawa. Wote ni wanachama wa nini? Wa NCCF, si sawa? Bwana Yesu asaidie. Tutatofautiana kule mwisho. Lakini kwenye huduma wangu tunapata sawa. Kwa Mungu unaweza kawekeza kidogo ukaenda kuvuna kingi kuliko kile ulikowekeza. Yaani mradi tu una kadi ya hiyo ya ATM ya kwa Mungu. Wewe unaenda tu alafu unamwambia Mungu na shida leo, nahitaji nyumba, unawekeza, unadoa hela ya nini? Ya nyumba. Lakini kama uwekezi chochote, huwezi kwenda ukadraw chochote. Haleluya. Tuko sawa sawa? Karibu namaliza. Ngoje kidogo. Sasa habari ya kufanikiwa kwenye maisha. Najua wengi tumecharika sana kwenye maisha. Habari ya kufanikiwa kwenye maisha haitegemei sana kwamba unakusanya vingi sana. Kwenye kitabu cha Mwanzo, sijui Mwanzo kwenye Kutoka, wakati wana wa Israeli walitoka Misri, waletewa chakula kilikuwa kinaitwa mana. Mnakumbuka? Biblia inasema kwenye Wakorinto waliokusanya kingi hawakuzidisha. Na waliokusanya kidogo hawakufanya nini? Hawakupungukiwa. Habari ya kupata vingi au vichache kwenye dunia hii haitegemei jitihada yako kwamba unakusanya vingi namna gani. Inategemea unakusanya na nani. Haleluya. Na Mungu anasema asiyekusanya na mimi anafanya nini? Anatapanya. Ndugu zangu niwaambie, tujifunze tukipata fedha zozote, tumtolee Mungu sadaka, tumtolee Mungu sehemu yake. Hivi vingine vinakuwa halali kwetu na vinakuwa vimebarikiwa. Lakini pia pale kwenye Malaki anazungumza vizuri. Anasema nijaribuni, kwa hiyo muone kama sitawafungulia nini? Milango na madirisha ya mbinguni. Kuna mahali nilikuwa nafanya huduma kule Ngarinanyuki, mara nyingi nafundisha seminar. Sasa kila wakati nikienda nakuta mama mmoja amefunga. Namwambia mama, mbona uli? Ananiambia na jambo langu la muhimu. Siku moja nikambana nikamwambia niambie ni jambo gani. Ananiambia naomba Mungu anibadilishie uchumi wangu. Roho Mtakatifu akaniambia tu muulize anatoaga fungu la 10. Nikamwambia mama, ni shemasi, unatoaga fungu la 10? Ananiambia sijawahi kutoa fungu la 10. Ananiambia kula ugali hapa, nenda nyumbani. Utafunga mpaka vidonda vya tumbo vitakupata. Uchumi utafanya nini? Uchumi haubadilishwi na maombi. Uchumi unabadilishwa na kutii neno la Mungu, kutoa fungu la 10. Sijaona mahali amesema ombeni alafu niwafungulie milango na madirisha ya mbinguni. Anasema toeni niwafungulie nini? Haleluya. Bwana Yesu asaidie. Ni somo gumu, lakini ndugu zangu ukilisikiliza, mimi kanisani hapo ninaposimamia, naambie kweli, mimi sijaona watu wanatoa fungu la 10 mzee. Wanatoa namna gani hapa? Kimya. Sisi tunawaitaka hapa mbele. Siku ukiwaita kama mwisho, leo si Jumapili ya mwanzo wa mwezi hapa, wanakuja karibu kanisa zima. Kwa hiyo nawaambia, wala sijisifu. Njoo siku moja uje uone. Sawa? Na wale yani nilikuwa naangalia yani utoaji wa 10% hapa tawini ninakosimamia. 85% ya washirika wanatoa fungu la 10. Tena 10% labda zaidi ya 60 wanatoka kwa uaminifu. Haleluya. Bwana Yesu asaidie. Haleluya. Na kweli hata wamebarikiwa kabisa, niwaambie kweli.
Yaani uchumi ukilinganisha watu tulio nao na fedha ambayo tunayo sisi. Labda ukiita makanisa 10 bora ya kwenye uchumi hapa jimboni na hako nako simamia hapo utaikuta na yenyewe hivyo. Bwana Yesu asaidie. Haleluya. Kwa sababu Mungu hufanya na kanuni, si sawa? Mungu ni Mungu wa principle, wa kanuni. Kifuata kanuni hakuna shida. Usipofuata kanuni utaomba mpaka utapasuka kichwa. Utahangaika, utasema unahangaika, unajaribu hili linakataa, hili linakataa. Baadaye mpaka utasema shetani amejiinua. Mara nyingi tunamsingizia shetani. Saa nyingine hata shetani hayupo. Anashangaza jamaa ananisingizia. Si anajua kanuni ni kutoa. Haleluya. Bwana Yesu asaidie. Mungu anakupa, akikupa mshahara, anakupa na ziada. Niko nimesema hata kwenye tunda, wale ambao mnajua parachichi. Parachichi huku nyuma lina ganda, alafu katikati lina nini? Na ile chakula yenyewe. Si sawa? Huko ndani kuna nini? Kuna mbegu. Usile chakula na mbegu, si sawa? Si kweli? Usile nini? Yaani ukila mbegu umekwisha. Kabisa. Mimi mama yangu alikuwa mkulima mzuri. Tukivuna mahindi, zamani hizo kulikuwa hakuna haya mahindi ambayo tunanunua madukani. Yeye alichokuwa anafanya, mahindi anatafuta yale mahindi yaliyostawi vizuri, anapukuchua huko kichwani, anapukuchua na huko chini, anaacha yale katikati. Sijui nani alimwambia. Alafu anaweka darini huko kwenye moshi huko. Hata mpate njaa mpaka mnakufa, mtakufa, hamtayala. Tena ameshashikwa na moshi, hamtakula. Lakini atapeleka kwenye nini jamani? Shambani. Sasa watu wengi Mungu anakupa chakula, anakupa na mbegu. Na yeye anasema yeye apandaye anapewa na mbegu. Na yeye alaye anampa nini? Shida wa Kristo wengi tunakula mbegu, tunakula chakula tunachanganya na nini? Na mbegu. Hebu geuke mwenzako mwambie usile mbegu. Mbegu ni ya kuotesha. Fungu la 10 ni mbegu ya kuotesha. Usile mbegu. Mbegu leta madhabahuni uoteshe ili kazi yako iwe endelevu, biashara yako iwe endelevu. Si sawa? Uchumi wako uwe endelevu. Haleluya. Mimi niwaambie kweli. Wakati Mungu anasema na mimi habari ya kujua habari ya fungu la 10, mimi mwenyewe nilikuwa mkorofi. Mnafikiri? Nilikuwa naona kama ninatajirisha tu watu wengine. Watoto wa mama mwingine tu naotajirisha. Lakini Mungu aliponifundisha, toka wakati huo sijawahi kupungukiwa. Haleluya. Sijawahi kupungukiwa. Au mzee Chenje umenikuta kule mjini na omba mzee na kwambia mzee kanipe hata kachai mjini. Maana tunakutana mjini siku nyingi. Mimi kutana na kwambia mzee hata kachai tu hali ni mbaya sana. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa mtoaji mzuri wa fungu la 10, mifuko yako haitakauka. Wale watu wanaokuwa wachungu kutoa sadaka na kutoa mafungu ya 10, kila siku wanamaliza hili, kila siku wanalia shida, anabadilisha shida, tabu, matatizo. Sijui na majina mengine mengi, sawa? Haleluya. Tubadilishe uchumi, si sawa? Njia ya kubadilisha uchumi ni kufuata kanuni ya Mungu. Tuwekeze kwa Mungu ili kwamba tukiwa na mahitaji tuende mbele zake tumwambie Mungu, hapa leta fedha na fedha itakuja. Si sawa? Sio fedha tu, saa nyingine Mungu pia. Kwani huyu askari hajapewa pesa, si ameponywa? Kuponywa nao si muujiza. Angeenda kutumia gharama kubwa hospitalini. Saa nyingine watu mnahangaika hospitalini, unatibu hiki, mara kidonda, mara kesho mguu umeumia, mara kesho meno yameondoka. Kwa sababu hamtoi fungu la 10, na shetani hata kuacha ule fungu la 10. Hata kuacha. Utakula hilo fungu la 10. Si sawa? Unafikiri unalila meno yanaondoka mdomoni. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Aha, namalizia. Nimepewa dakika zangu hapo namalizia. Bwana Yesu atusaidie. Kwenye Ufunuo ule mlango wa 3 mstari wa 20 anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake, nami nitakula pamoja na yeye na yeye pamoja na nani? Na mimi. Mungu angetamani hivyo vitu anavyokupa mshirikiane na yeye. Umpe share yake. Lakini Mungu unampa share yake. Lakini na watumishi wa Mungu wape nini jamani? Share yao. Ukimpa Mungu share yake, hivyo vitu vyako vinakuwa havina shida. Sasa mwenye kuvishika hivyo vitu sasa Mungu anakupa, lakini aliye navyo mkononi nani? Ni wewe. Uamue ule na Mungu au usile na Mungu.
tusichanganye vitu vya Mungu na vitu vyetu. Haleluya. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Nataka nimalizie hapo. Nataka nimalizie kwa kusema Mungu hata kudai kitu ambacho hajafanya nini? Hajakupa. Kama Mungu hajawekeza kwako, hawezi kuuliza. Na kwenye habari ya utoaji, hata tunapochangisha sadaka hapa sio kijijini. Kijijini ndio wakisema kila mtu ni 5,500, uwe nayo usiwe nayo utapata msadaka hapo, utapeleka 5,000. Lakini hapa tunachanga, hata tunataka kununua keyboard. Mmoja anatoa laki, mwingine anatoa 50,000, mwingine 20, mwingine 5,000, lakini wote tumenunua nini? Keyboard. Kwa kadri Mungu anavyokupa, uwe mwaminifu. Na Biblia inasema aliye mwaminifu kwa kidogo atakuwa mwaminifu kwa nini? Kwa hiyo sometimes Mungu anakujaribu kwa kitu kidogo. Anaanza kukupa mshahara kidogo, ukiwa mwaminifu anakuongezea. Anaanza kuwekeza vitu vidogo. Ukiwa mwaminifu kwa kidogo anawekeza. Lakini saa nyingine tunawekeza kwenye vitu vya watu wengine pia. Ukiwa mwaminifu kwa maji ya mtu mwingine, Mungu anakupa iliyo ya kwako mwenyewe. Haleluya. Tujifunze kuwa waaminifu kwenye kumtolea Mungu. Haleluya. Tuko sawa sawa ndugu zangu? Mimi nawaambia kama ambavyo niwaambia hata kanisani, badilisha namna mnavyotoa sadaka. Usitoe tu kwa mradi unatoa, mradi tu au kujilinganisha na wengine. Hakuna mtu anayefanana na mwingine hapa. Hakuna mtu anayefanana na mwingine. Hebu njoo, nimesahau ile jina lako nani? Nani nikumbushe tena? Naso. Hivi jamani waulize, nani aliwahi kumuona mtu anayefanana na huyu Naso? Dunia hii yote. Kuna mtu aliwahi kumuona mtu anafanana na huyu? Hata wangezaliwa mapacha. Huyu ni wa pekee mbele zenu na hata mbele za Mungu. Si sawa? Ukija mbele za Mungu, simama kwa miguu yako mwenyewe. Si sawa? Haleluya. Na habari ya sadaka ndugu zangu, wanatoa watu wote. Watoto watoe, wajifunze kumtolea Mungu sadaka, vijana watoe, wababa watoe, wamama watoe. Si sawa? Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Usije unasema kwa vile mimi niko kwa baba na mtegemea baba. Alafu jana amekupiga 20,000 na kula yote na kula mandazi yote, majabali yote. Unasema mimi sijaajiriwa. 20,000 si unatoa fungu la 10 2,000. Si kazi ya injili inaenda? Si kweli? Kila mtu anapaswa. Na sisi kanisani tunawaandikia kila mtu bahasha. Hata kama hatoi, tunamwekea bahasha yake pale. Si sawa? Paka na mimi mchungaji na bahasha yangu pale. Na mwisho wa mwaka wanapiga mahesabu kwamba umetoa shilingi ngapi. Mchungaji sina wewe na bakoko pale. Kila mtu na mzee nani nimeona na yeye mzee Marado asubuhi ya ibada ya asubuhi nimeona na yeye ana bahasha. Kama una bahasha yako pale unakula fungu la 10 tu wewe. Weka bahasha yako pale. Kila mtu aandikiwe bahasha yake. Sawa? Hata kama hatoi muandikie mwisho wa mwaka mnaorodhesha alafu mnaonyesha fulani 000 mpaka mwisho wa mwaka. Ndio utajua huyu mwizi mkubwa kuliko wengine wote. Hapa si lazima muwe na mtu anashika namba 1 kwenye kila eneo. Bwana Yesu atusaidie. Tuko sawa sawa. Kila mtu anapaswa atoe, kila mtu kabisa. Ndugu zangu nawaambia mkibariki kanisa likabarikiwa, hata Mungu anabarikiwa. Kuna wakati walitoa nafikiri wakati wa Musa. Walitoa mpaka Musa akamwambia imetosha, msitoe tena. Tunataka na jinsi wengine mtoe mpaka tuseme jamani imetosha, kazi imepungua hapa. Sinawezekana kabisa. Kutoa sio rahisi. Inatakiwa kufanya maamuzi. Si sawa? Tutoe kitajiri. Si sawa? Ishi kitajiri, toa kitajiri kabisa. Hata kama hazipo nyingi, sema mimi ni tajiri, mimi ni mbarikiwa, toa kwa utajiri. Alafu utaona utajiri unakuja. Haleluya. Naomba tusimame.